Na katika majibu yako nataka ueleze ni namna gani utaimaliza hii kero. Ndio. Kimamba B hoye! Mheshimiwa Magufuli hoye! Mheshimiwa Rais, baada ya uchaguzi ulinituma nije nifanye uhakiki wa mashamba yaliyofutwa. Huku Kimamba huku na wilaya ya Kilosa yako mashamba yaliyofutwa na kutaifishwa zaidi ya 49. Timu yangu tumekaa huku miezi mitatu, tumeshafanya upekuzi mpaka huku. Tumejua mashamba yote yaliyofutwa na tumeshatoa mapendekezo yetu ambayo tutashirikiana na watu wa bodi. Lakini hapa tangu umetoka kwenye kona huko kote kuna maeneo ya nguvu kazi. Kote huko haya mashamba yana hati za watu wa Sino. Sino ndio watu. Ni kampuni ya Kichina ndio wanaomiliki mashamba haya. Sasa tumeshafanya uhakiki, haya mashamba hayajaendelezwa. Wao walimkodisha tu mwenyekiti ekari 500. Akalima. Huyo mwenyekiti huyo? Yuko mwenyekiti mkubwa wake. Sasa Mheshimiwa Rais, kwa ufupi, aliyekodishwa ni nani? Hapa kuna ekari kama 5,000 hivi, lakini wale wa China wameshindwa. Niliwapelekea notice, wakanipa mpango, sikuelewa. Lakini kipindi chote hiki walikuwa namkodisha aliyelima mkonge ni mwenyekiti wetu wa chama ekari 500. Nani? Mheshimiwa Ameri, mwenyekiti wa hapa wa wilaya. Ameri. Sasa tulichokifanya Mheshimiwa Rais, hizo ekari tunakuletea mwanzoni mwa wiki ijayo, imeshaiva tayari. Mwanzoni mwa wiki ijayo. Nisikilizeni. Haya mashamba ni mengi sana Mheshimiwa Rais. Imebidi tufanye upekuzi wa kutosha. Sasa yameiva kwa kutoa idhini yako ya kuyafuta ili wananchi hawa tuwamegee hiyo ardhi waweze kupanda. Kwa sababu yana hati miliki. Ili tulazimu tufanye upekuzi mashamba yote ya wilaya ya Kilosa. Sasa tumebaini haya mashamba 11. Unasikia waziri? Ndio. Hawa wananchi wa Kibamba hawa ndio sio watoto wadogo. Ndio. Hata mimi unayenieleza sio mtoto mdogo. Ndio maana nimekueleza hapa, mtaje. Ninafahamu huyu mwenyekiti wa CCM wa wilaya anahusika katika migogoro ya ardhi hapa. Nasema uongo ndugu zangu? Kwa hiyo chama changu cha Mapinduzi hakiwezi kikatumika na walanguzi. Eneo hili hapa la Kilosa. Ndio. Nimeshakutuma wewe. Nasema uongo? Ndio. Nimeshamtuma waziri mkuu. Ndio. Nataka majibu. Ndio. Hatuwezi tukawa tunazunguka. Hata angekuwa CCM mara 50. Tunasimamia ukweli. Hawa wananchi ni CCM zaidi kuliko ya CCM mmoja. Na mimi niliahidi kutatua kero za wananchi. Ndio. Sasa ninakuagiza. Ndio. Kwa sababu hata zile hati hamjazileta kwangu kufuta. Nasema uongo? Ya, tunaleta, hatujaleta ndio. Tunaleta mwezi wa 7. Sasa kwa nini miezi hiyo yote tangu nikutume nishughulike hamjafuta? Alafu palikuwa na mgogoro wa mtu mmoja hapa. Ndio. Anaitwa hapa ni shamba jingine. Hilo jingine. Pale ni Chanzuru. Haya, malizia na yenyewe ueleze. Chanzuru. Nataka jiwe lisage unga leo hapa. Kibamba oye! Kibamba safi!
Haya, endelea kueleza. Nataka nipande hapo. Haya, panda hapo wakuone kabisa. Au ninafanya vibaya jamani? Wangapi mnataka niendelee tu? Haya waziri, eleza na ueleze mikakati ili tumalize tatizo la Kibamba. Asante. Hapa kwa sababu ngoja nikueleze waziri. Ndio. Wapo watu wanalalamika kwamba yule mwenyekiti amekuweka mkononi wewe. Sasa nataka tutatue tatizo hili hapa, na wewe utatue kabisa tatizo la moja kwa moja ili wasikupake matope. Ninajua wewe uhusiki kwenye migogoro hii. Ninakufahamu, ni mchapakazi. Sasa hapa kata wembe, nataka majibu. Haya waziri, anza. Kwa ishu ya hapa, ni kweli kwamba mashamba yaliyo mengi hapa ni ya Saino Mchina, na huyu Saino Mchina anazo, tumepekua, tumegundua ana hati miliki. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, tumejiridhisha kwamba mashamba haya lazima yafutwe ili ardhi irudi kwa wananchi. Haya ndio majibu yangu. Sasa labda niulize, aliyapataje Saino mashamba ambapo kwa mujibu wa sheria aliuzwa na bodi ya ardhi? Bodi ipi? Mamlaka. Mamlaka gani? Ilikuwa mamlaka ya mkonge ya mashamba. PSRC wakamuuzia Saino, lakini hajaendeleza. Ndio tumekuja kuigundua hiyo. Tumeshachukua zile hati, tunazifuta na tumeshaainisha kiwango cha ardhi inayotakiwa kwa hawa wananchi, halafu tuwagawie. Kwa sababu nisikilizeni basi jamani. Jamani sikilizeni, nina mkutano mwingine. Ndio. Kwa mujibu wa sheria ya ardhi. Ndio. Sheria namba 4 ya mwaka 99 na sheria ya vijiji namba 5 ya mwaka 99 na sheria ya matumizi ya ardhi ya mwaka 2007. Mheshimiwa waziri anazifahamu. Ndio. Ni kwamba ardhi yoyote Tanzania haiwezi kamilikishwa na mtu ambaye si Mtanzania. Inamilikishwa kwa mtu ambaye sio Mtanzania kama amepitia TIC, Tanzania Investment Center. Ndio. Kwa ajili ya uwekezaji. Sasa kama huyu alipewa na sio Mtanzania na amekaa nayo, Watanzania wanakuwa watumwa kwenye ardhi yao, kwa sababu nina uhakika hawa Watanzania wakienda kule walikotoka hawawezi wakapata hata kipande cha kwato. Sasa maagizo yangu ni haya. Ndio. Ndani ya wiki moja. Ndio. Ilete hiyo hati. Sawa. Zinazohusu hapa. Ndio. Ana hekta ngapi? Hekta 5,000. Sasa hizo hekta 5,000 ndio zikatwe hekta fulani, wagawiwe wananchi wa hapa Kibamba. Ndio. Sawa. Kwa hiyo leta haraka hiyo, kwa sababu ishu nyingine wanachelewesha kuleta. Hapa kulikuwa na matatizo ya msingi hapa. Yuko afisa uliagiza la pili tuwaondoe maafisa ardhi. Hapa Kilosa aliyesaidia ulanguzi wote wa ardhi hakuwa afisa ardhi, lakini walimpa ukuu wa idara ya ardhi hapa Kilosa. Ametuletea matatizo sana. Ambaye ni nani? Wanamjua. Ametuletea. Imebidi nilete timu ya kwangu kutoka Dodoma, ndio tumefanikisha upekuzi huu. Mkuu wa mkoa si yuko hapa? Unalifahamu hili? Anamjua. Hebu njoo nenda kaeleze pale. Kaa hapo hapo. Na ukaeleze pia ni namna gani mgogoro wa kulisha mazao ya wananchi. Waziri, kaa hapo hapo, mtatosha tu. Nataka leo majibu hapa hapa, tumalizane hapa hapa. Au jamani, mnaonaje? Au ninawachelewesha? Siwacheleweshi. Haya, elezea bana. Mheshimiwa Rais, tukushukuru kwa kweli kwa kusimama na kusikiliza hawa wananchi. Tunajua mkutano wako mkubwa huko kule, lakini hawa wamesimama na kwa kweli umetuambia, naomba tuwasikilize. Liko tatizo la ardhi hapa.
kuna tatizo la maafisa ardhi ndani ya mkoa ambao ulioondoa wote 80 na ukatuletea sasa hivi 55. Mmoja wapo ambaye alikuwa afisa ardhi Kilosa, tumemkuta anaitwa Bwana Ndembo, ndiye aligawa ardhi hovyo sana huku. Si hapa tu, hata Kilosa mjini. Huyo tumechukua hatua. Juzi alikuwepo Mheshimiwa Waziri wa Ardhi hapa, na maelekezo aliyotoa na Waziri Mkuu ni kwamba huyo aondolewe. Kwa hiyo sio kuondolewa tu, ashikwe, apelekwe polisi, ashitakiwe. Afisa maliasili alikuwa yuko hapa huyo Bwana Ndembo hapa. Alikuwa afisa maliasili. Hapa hayupo hakuwa afisa ardhi kwa taaluma, alikuwa ni afisa maliasili. Huyo ashikwe. Kwa nini afanye kazi ambayo sio yake? Si angekataa? Na nilipokuja hapo, niliponituma kuja hapa, nimemtafuta kweli, hakuepo kabisa, kwa sababu nilikuwa na hamu hata ya kumuona mwenyewe. Manake kwa kweli alisababisha mambo ya hovyo sana hapa Kilosa. Kuhusu mgogoro wa ardhi kati ya wafugaji na wakulima, upo ni kubwa sana ndani ya wilaya hii ya Kilosa. Mheshimiwa Rais, tunahangaika kutafuta namna ya kufanya. Mojawapo ni kwa kupitia mashamba haya ambayo yanafutwa, tutapata sehemu ya kutosha sasa ya kuwapa wakulima hapa, lakini na wafugaji nao watapata maeneo yao. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, kwa utaratibu huo na kwa amri yako sasa ya mashamba hayo kufutwa, yanaweza kutusaidia sana kupunguza matatizo ya ardhi hapa Kilosa. Haya, sasa nimewasikia. Sasa cha kufanya. Ndio maana nimesema ndani ya wiki moja. Ndio. Wewe Mheshimiwa Waziri, mkuu wa mkoa, Lasi, mkurugenzi wa hapa yupo? Kwa sababu nasikia naye analalamikiwa sana. Na nani? Mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya yuko hapa? Mkuu wa wilaya yeye analalamikiwa kwa lipi? Muje mueleze tu. Njoo ueleze baba. Sogea hapa. Haya, sogea hapa. Mheshimiwa Rais, mimi naitwa Mulika Genge. Nafurahi kwa ujio wako, lakini mimi ni mkazi wa kijiji cha Madoto. Alikuja akaja akapiga nini stop order, hakuna kufyeka mashamba kule. Umeona? Matokeo yake akaleta maaskari, wakaja wakatuzuia sisi na kupigwa. Umeona? Tibu ya pili, kuna mfugaji ambaye nani anaitwa Maia, ametia tatizo, anapola ardhi ya kijiji. Umeona? Na uongozi wa kijiji upo, na sisi na mimi ni mmoja wapo nililetewa barua ya kushtakiwa kwamba nalima kwenye ardhi ya nani ya Maia, wakati ardhi ni ya kijiji. Na hapo tayari washaniambia maliza chakula chako mapema, tuje tuweke sisi mpaka. Sasa ule wako uendelee kulima hapo, utaona. Na tisho amani. Hatuna amani. Naweza tukauawa, wala sio siri. Haya. Kibamba oye! Umezungumza vizuri, asisumbuliwe huyu mtu kwa sababu amemzungumza DC. OCD uko wapi? Njoo hapa. Chukua namba ya huyo, asisumbuliwe kwa sababu amezungumza haya. Hebu sogea hapa, achukue namba yako. Chukua namba yako, nisione hata amewekwa ndani. Haya. Wakikusumbua tu mwambie OCD hapa. Sasa ndugu zangu, ninawaomba wa Kibamba. Ninajua hapa inaonekana kuna matatizo makubwa sana. Na sijawahi kuona katika Tanzania hii mahali kuna matatizo mengi ya ardhi kama hapa. Sasa ninawaomba sana ndugu zangu wa Kibamba. Waziri wangu yuko hapa, ninamwamini sana, lakini nimewaletea mkuu wa mkoa mpya tofauti na aliyekuwepo, kwa sababu saa nyingine matatizo yanazalishwa na viongozi, na ndiyo maana nimefanya mabadiliko makubwa sana katika uongozi hapa.